Una changamoto yoyote ambayo inahusiana na masuala ya majini, mashetani, una changamoto ambayo inahusiana na matatizo ya kichawi, una nuksi zinazotokana na majini, mashetani, una mikosi, unapata njozi mbaya pindi unapolala, na vile vile pia huishi kuweweseka usiku, ukiota ndoto muda mwingine haukumbuki, unahisi una vifungo katika mwili wako, mambo yako hayaendi, una migogoro katika ndoa, una matatizo ya kuto kupendwa na watu, kukubalika, kuheshimika, vile vile una changamoto za kutopata mafanikio katika kila jambo unalokuwa umeliendea au kulianzisha. Mfano unapokuwa umeanzisha biashara, basi biashara haiendi, na mwanzo inakupa matumaini mazuri, lakini mwisho inakuwa biashara ni mbaya, haikuendei vizuri. Sasa kama una changamoto yoyote kati ya hizi nilizozungumza, basi tumia tiba hii ya mafuta haya ambayo yanaitwa Sidri. Mafuta haya ni mafuta ya mkunazi. Umeona, mafuta haya ni mafuta mkunazi, ni mafuta ambayo ni mazuri sana, na vile vile pia yamezungumziwa kwa upana mkubwa sana katika vitabu vyetu vya dini. Namna kuweza kuyatumia haya mafuta, basi utakuwa unatumia kila unapotaraji kulala usiku. Kwa wewe ambaye ulikuwa na changamoto ya kuweweseka usiku, kupata njozi mbaya, kuota kama unakabwa, unalisha vitu vibaya, au unakuwa ni mtu ambaye ukilala usiku ukiamka asubuhi unakuta umechanjwa au umenyolewa, basi kabla haujalala chukua haya mafuta yako kisha jipakae mwili mzima kabla ya kulala, na ufanye haya ukiambatanisha na nia yako au makusudio ya kutumia haya mafuta ni nini. Na kwa wewe ambaye pia una changamoto za mikosi, nuksi, mambo yako hayaendi, basi tumia mafuta haya asubuhi na jioni kwa manuizi. Asubuhi unapoamka kabla ya kwenda katika mizunguko yako, basi chukua mafuta haya, tumia kupaka, na usiku unapotaraji pia kulala, chukua mafuta haya, tumia kupaka, huku ukiambatanisha nia na makusudio ambayo uliokusudia juu ya matumizi ya mafuta haya, nini unachodhamiria.